Mheshimiwa Rais akasema Mzee Mtei atakumbukwa katika msimamo wake, ujasiri wake, maono, uvumilivu na kupenda nchi na kupenda maendeleo. Mheshimiwa Rais amenielekeza kama mtendaji mkuu wa serikali kumuenzi Mzee Mtei kwa vitendo. Na katika kumuenzi Mzee Mtei kwa vitendo, nitumie jukwaa hili kumwelekeza Waziri wa Fedha na Waziri wa Ujenzi. Natambua serikali ilishaelekeza kujengwa kwa njia 4 kutoka Tengeru mpaka Kia. Walikuwa wanakamilisha mchakato wa manunuzi kipande cha Tengeru kwenda Usa. Jambo hili likamilike mara moja, ujenzi wa barabara za njia 4 uendelee haraka, kama alama kwamba leo Mzee Mtei alitukusanyisha hapa. Na mimi nitasimamia hilo kwa sababu fedha za kufanya kazi hiyo zipo. Lakini la pili, kwa maeneo korofi ambayo tumeona wananchi wanapata shida mle njiani na matuta ya udongo na madaraja yale, mkataba ulisema ujenzi ukamilike Februari 20. Nataka by Februari 20 mkuu wa mkoa simamia na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi asimamie. Ifikapo Februari 20 pawe pamefunguka, barabara hiyo itumike, sehemu ya kuenzi kazi, kupenda maendeleo na maono ambayo ilikuwa tabia na hulka na utambulisho wa mzee wetu Mtei. Lakini nimeona watangulizi wote wamesema Mzee Mtei alikuwa anapenda haki na kusimamia haki. Shamba la Mringa Estate lilikuwepo hapa, na katika mchakato kulikuwa kumeelekezwa baadhi ya wananchi wanufaike, na sehemu yao hiyo ilikuwemo kwenye ambayo ilitakiwa ikabidhiwe kama sehemu ya makabidhiano. Niliambiwa wanunuzi Bajuta Estate na bodi ilipokaa, kuna sehemu walibadilisha na wakaingia kwenye mzozo. Naelekeza ndani ya mwezi mmoja wawe wamerekebisha yale maeneo waliofuta, na wale watu waliokuwa wanatakiwa kunufaika na eneo hilo wapewe sehemu yao. Mkuu wa mkoa pamoja na watu wetu wa ardhi, kamishna wa ardhi anayehusika, wasimamie ndani ya mwezi mmoja wawe wameshakamilisha na wawakabidhi wahusika ambao wanastahili kupata kipande kile kama mkataba ulivyokuwa unaonesha. Na la mwisho, Mzee Mtei alikuwa anapenda maendeleo. Tuna maeneo mengi katika majiji ikiwepo jiji la Arusha. Tuna maeneo ya kufanyia biashara. Biashara ndogo ndogo, wa machinga na watu wengine. Kila mtu ameweka kamwavuli kake, wengine magunia. Na mvua ikinyesha kwa sisi wafugaji, pale kwenye hiyo soko inageuka kama zizi. Mtu aliyekuwa anafanya biashara hiyo akitoka hapo, anatoka kama alikuwa anakamua kwenye zizi. Sasa nielekeze mkuu wa mkoa, meya, rasi na wakurugenzi wote, yabainini maeneo yote yanayofanywa biashara. Pelekeni fedha za kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara, yakiwepo mapaa pamoja na nguzo imara pamoja na sakafu zake. Na kote kuliko na majiji kufanyike hivyo. Tutumie fedha ambazo zinapatikana katika maeneo mengine, ambazo tunatumia katika maeneo mengine kutengeneza mazingira bora ya kufanyia biashara na kukuza uchumi, kama ambavyo muasisi wa Benki Kuu alikwisha kufanya.